Awali kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya wanajumuiya kupata fursa tena kuratibu zoezi hili ya uchangiaji damu. Hii zoezi ni endelevu na ni ya kila mwaka, na huwa inatokea tunaifanya wakati tunaadhimisha miaka 350 ya shahada ya mtume wetu Guru Tegh Bahadur. Sasa hivi hapa leo, kama mlivyofika, tumekuja kuona kwamba tunamshukuru sana wanajumuiya pia na watu wengine wa jumuiya wengine pia wamejitokeza kwa wengi, na zoezi tayari tangia asubuhi imeshaanza vizuri. Guru Tegh Bahadur katika maadili ambayo ametuachia au aliyoyabeba na kuyatunyuku kwetu, katika zile kubwa kabisa ilikuwa ni kujitolea. Kujitolea sio pale ukiwa nayo nyingi ndio unakuja kujitolea, lakini kujitolea ni pale ile uchache uliokuwa nayo ndio unakuja kuitoa, unakuja kuichangia, ambaye inakuja kuwasaidia watu wengine. Inatakiwa tuishi kwa kufanya kazi kwa uaminifu, na pia ile unachokipata inatakiwa tugawane na jamii kwa kusaidiana. Hii siku ni kwamba mara hii tunaadhimisha miaka 350, na nafikiri itakuwa sio chini ya mwaka wa 25 hiyo uchangiaji kila mwaka inafanyiwa na jumuiya ya Wasingasinga hapa Dar es Salaam katika hekalu yetu iliyopo hapa gerezani. Nashukuru. Mimi ni hapa, kwanza tunaye mwenyekiti wa jumuiya ya Wasinga hapa Dar es Salaam. Mimi ni makamu wake, tuna makamu katibu, na hawa ni madaktari wetu ambaye wanasaidia kuratibu zoezi hii kila mwaka. Jina lako? Mimi kwa jina naitwa Prithipal Singh Sangera, ni makamu mwenyekiti jumuiya ya Wasingasinga. Nitakuja kuandika. Kidogo tungesogea. Mimi Hardeep Singh Sohal, mwenyekiti hapa Jamhuriya Singasinga hapa Dar es Salaam. Sasa leo sisi kama huyu makamu mwenyekiti nasema kila kitu, sababu sisi Guru Tegh Bahadur ile ya mwaka 350 sasa leo amefikia sasa shahada yake, sababu kila mwaka sisi nafanya ile ya blood donation about tayari karibu mwaka 25 mpaka leo. Sasa kila mwaka sisi nafanyika karibu kila mwaka watu 60-70 ingine nafika 80 nafika nalipo. Sasa naomba watu wote, na sisi nafanya shukuru kwa watu wote ya toka ingine tunakuja hapa toka hapa Bali nakuja kusaidia hiyo sasa mazoezi hiyo. Alafu naomba kusaidia watu kutoka Muibili, daktari wote ya daktari sisi hapa inakuja kusaidia kila mwaka. Sasa basi natosha hiyo. Naitwa Dr. Arvinder Singh Sohal, mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, na leo tuko hapo kwenye hiyo harakati ya kuchangia damu kama kumwenzi mtume wetu wa 9. Na damu ni muhimu kwa afya, lakini kuna sababu nyingi za watu wanahitaji damu. Kuna watu wanapata ajali ya magari, kuna watu wanakuwa na magonjwa ya kudumu kama kansa, mama wajawazito wakaja kujifungua huwa wanapoteza damu nyingi. Hao wote wanahitaji kuongezewa damu. Kuna wagonjwa wa sickle cell wana damu wa magonjwa ya damu kama sickle cell, wao pia wanahitaji. Kwa hiyo hivyo ndio maana sisi kama jumuiya ya Kisingasinga tunakaribisha watu tusaidiane, tushirikiane, na kuna watu wa dhehebu mbalimbali, rika mbalimbali wamekuja hapo kutusaidia kuchangia damu. Kwa hiyo tunahimiza watu wengi tuwajitokeze, tuchangie damu. Damu ni uhai. Jina naitwa Dr. Pendaeli Sifueli, ni meneja damu salama wa kanda ya Mashariki, ambapo tunahudumia mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Leo tumealikwa na wenzetu
wakiazimisha miaka 350 ya kiongozi wao wa dini, ambapo leo hii wameamua kufanya matendo ya huruma kwa ajili ya imani zao kama ambavyo wametualika. Lakini jambo kubwa sana walilofanya, wamehamasisha jamii katika uchangiaji wa damu. Na sisi kwa niaba ya Wizara ya Afya, Mpango wa Taifa wa Dar es Salaam Kanda Mashariki, imebidi tuje kuungana nao kwa ajili ya kuchukua damu kwenda kuokoa maisha ya wagonjwa wetu wanaohitaji damu. Maisha ya wagonjwa wetu wanaohitaji damu walioko mahospitalini yanategemea sana watu wa kila namna, watu wa imani zote ile. Damu haina dini, damu haina kabila, damu inahitajika kwa mtu yote yule. Kwa hiyo inaomba Watanzania waige mfano huu wanapokuwa na matukio mbalimbali ya kidini, matukio mbalimbali ya kijamii, watu walike ili tuweze kukusanya damu kwa ajili ya wagonjwa wetu. Wahitaji wakubwa wa damu ni mama zetu wajawazito wakati wa kujifungua, watoto chini ya miaka 5, lakini pia wagonjwa wa saratani, ajali za barabarani na magonjwa sugu mbalimbali ambapo wanapata wenzetu wanahitaji huduma ya damu. Kwa hiyo tunahitaji watu waendelee kuchangia damu ili kuweza kuokoa maisha ya wenzetu wanaohitaji damu. Unapochangia damu kuna faida unazozipata. Kwanza utapewa kadi ya mchangia damu ambayo hiyo itakutambua kwa ajili ya utakapokuwa unahitaji huduma ya damu utakuwa unapata. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba unakuwa umepunguza maradhi mbalimbali yasiyoambukiza, kwa mfano shinikizo la moyo, kwa sababu unapotoa damu unakuwa umepunguza madini chuma ambayo huwa yanasababisha magonjwa ya moyo. Kuchangia damu ni tendo la hiari, ni tendo ambalo la kiimani, lakini pia ni tendo ambalo linaweka mwili wako katika hali ya utimamu muda wote. Ni wasihi wa Tanzania waweze kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wenzetu wanaohitaji damu. Let it go, let my body go.